wewe uliye asili ya hadhi ya mwanadamu na mgawaji wa neema zote. Kwako wewe ulimwengu wote wanufaika, kwako wewe vitu vyote vinaimarika. Wewe ambaye kwa ajili ya kuliunda taifa la kikuhani wawapanga wahudumu wa Kristo mwanao kwa nguvu ya Roho Mtakatifu katika ngazi mbalimbali ndani yake. Ndivyo katika Agano la kwanza kazi zilivyoanza na kukua kwa namna ya ajabu, na ulipowaweka Musa na Haruni kutawala na kutakatifuza watu wako, uliwachagua watu katika ngazi na hadhi mbalimbali chini yao kwa ajili ya jamii na utendaji wao. Ndivyo pia kule jangwani ulivyoeneza roho ya Musa kwa njia ya watu 70 wenye busara, wakawa wasaidizi wake miongoni mwa watu, hata akaweza kutawala kwa urahisi zaidi kundi lako. Ndivyo ulivyowajalia wana wa Haruni ukamilifu wa ukuhani wa baba yao, ili waweko wa kutosha kutoa sadaka ya hemani, ambazo zilikuwa mfano wa mambo yatakayokuja kukidhi hadhi inayolingana kwa mujibu wa sheria za kikuhani. Na hatimaye katika utimilifu wa nyakati, Baba mwema, ulimtuma mwanao duniani, yaani Yesu Kristo, mfalme na mshenga wa imani yetu. Yeye alijitoa kwako kwa njia ya Roho Mtakatifu, sadaka safi isiyo na doa, na akawafanya mitume wake waliotakasa katika ile kweli, washiriki utume wake. Hao nao uliwaongezea waandamizi wa kutangaza neno lako na kufanya kazi ya kueneza wokovu kwa dunia nzima. Sasa tunaomba, Bwana, katika unyonge wetu utujalie wasaidizi hawa wetu ambao tunawahitaji katika utendaji wetu wa ukuhani wa kitume. Baba Mwenyezi, tunakuomba uwape hawa watumishi wako hadhi ya upadre. Utie upya moyoni roho ya utakatifu, wasimamie kazi ya daraja la pili ambayo wamepokea kutoka kwako, Mungu, na kwa maisha yao wawe mfano wa maadili, wawe wasaidizi wetu wema, ili maneno ya Injili yazae matunda katika mioyo ya watu na yaenee hadi mipaka ya dunia kwa njia ya mahubiri yao, kwa neema ya Roho Mtakatifu. Pamoja nasi wawe wagawaji waaminifu wa mafumbo yako, kusudi taifa lako liumbwe upya kwa kuoshwa, kwa kuzaliwa mara ya pili, na lilishwe altareni pako, na wenye dhambi wapatanishwe nawe, na wagonjwa wafarijike. Wawe daima na ushirika nasi, Bwana, kwa kukusihi huruma yako kwa ajili ya watu waliokabidhiwa kwao na pia kwa dunia nzima, na hivyo mataifa yote yapate kukusanywa katika Kristo na kuwa taifa lako lililo moja tu, na lifikie utimilifu wake katika ufalme wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Na kwa sala hiyo hawa mashemasi wetu wa zamani sasa ni mapadri, tuwapongeze. Wale walioandaliwa kwa ajili ya kuwavika hawa mavazi ya kipadri, watumishi, naomba mchukue mavazi ya kipadri na kujiongea nyuma ya kila padri mpya. Wale watumishi ambao mliwabebea